Wizara ya Nishati na TAMISEMI zaendelea kushirikiana kuhakikisha shule mpya zinafungwa mifumo ya nishati safi ya kupikia. Naibu Waziri wa Nishati Mheshimiwa Judith Kapinga amesema gharama za kujaza gesi kwenye mitungi ni himilivu ikiwa jitihada zinazoendelea kuchukuliwa na serikali ili kuwezesha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Kapinga amesema hayo katika ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan mkoani Simiyu wakati wa kuzindua shule maalum ya sayansi ya wasichana ya Simiyu ambayo imefungwa miundombinu ya nishati safi ya kupikia. Hii ni News Update Media. Mheshimiwa Rais, karibu katika bwalo la shule. Kwa maelekezo yako ulitoa maelekezo kwamba taasisi ambazo zinatumia watu zaidi ya 100 basi tuweze kuweka mifumo ya nishati safi ya kupikia. Na sisi kwa kushirikiana na TAMISEMI tunajitahidi shule mpya hizi ambazo zinajengwa kwa wasichana zianze kwa mifumo ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Rais, hapa kuna jumla ya wanafunzi 254 lakini capacity ya shule ni wanafunzi 800. Kwa hiyo mifumo hii ya nishati safi ambayo iko hapa ni kwa ajili ya wanafunzi 800. Mheshimiwa Rais, mifumo hii ambayo tumefunga hapa kuna masufuria mawili ambayo yanapika kilo 250, sufuria moja kilo 300 na sufuria nyingine kilo 200. Kwa ni capacity ya kupikia wanafunzi wote 800 ambao kama wakifikia level hiyo basi bado jiko linakuwa linahimili. Mifumo hii Mheshimiwa Rais, kama shule ingekuwa ina wanafunzi 800, gesi ingekuwa inakuwa refilled baada ya miezi miwili. Lakini kwa wanafunzi hawa 254 watajaza kila baada ya miezi mitatu. Na kila wakijaza watatumia 3.5 milioni. Bado ni nafuu kwa sababu hata wenyewe walikuwa wanapata tabu sana kupata kuni kwa sababu eneo hili halina kuni, lakini imekuwa ni gharama kubwa sana. Lakini tumeshaongea na mkurugenzi wa halmashauri, ametuhakikishia uwezo wa kujaza gesi upo kwa sababu bei yake ni himilivu, na kama inaenda kwa muda mrefu wa miezi mitatu basi hata gharama yake inakuwa nafuu. Kwa hiyo hata wapishi kwa kweli wamefurahi sana kwa sababu jiko kwa kweli wanapika kwa usafi. Upande wa kule kulikuwa kuna jiko lile la zamani wanalopikia kuni, lakini pia tumemshauri mkurugenzi kuna option ya kunipoa pamoja na mkapoa. Kama gesi itachelewa basi waweke stoku hiyo ili kutokurudi kabisa kwenye matumizi ya kuni. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Tume ya Madini ina furaha kualika wadau wote wa sekta ya madini ikiwa ni pamoja na makampuni ya uchimbaji, watoa huduma na wafanyabiashara wa madini kushiriki katika jukwaa la 4 la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini LCCF 2025. Jukwaa hilo litafanyika katika ukumbi wa Malaika Beach Resort jijini Mwanza tarehe 16 mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Juni mwaka 2025. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na mgeni rasmi atakuwa ni Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kauli mbiu ni ongezeko la ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, chachu ya ukuaji wa uchumi Tanzania. Jukwaa hili litajumuisha mawasilisho, midahalo, mafunzo, maonesho mbalimbali kutoka taasisi, serikali, makampuni ya madini na watoa huduma migodini. Kushiriki tafadhali jisajili kupitia link ya rcforum.tumemadini.go.tz au wasiliana na ofisi kupitia barua pepe ya local@tumemadini.go.tz au piga simu namba 0658050500. Mwambie jirani au mwambie jirani kuwa nyote mnakaribishwa.